Kilichojiri Gaza kwa siku ya leo ni kwamba wakazi wa Gaza wanaanza kurejea nyumbani baada ya mapigano kuweza kusitishwa, ikiwa ni maafikiano ambayo yameweza kuafikiwa kati ya Hamas pamoja na Israel, lakini serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu siku ya hapo jana, baada ya kuweza kukaa kikao na Baraza la Usalama la Taifa, hatimaye wakaweza kupiga kura na kuidhinisha rasmi kwamba vita vimesitishwa katika ukanda wa Gaza, na Israel sasa wameanza kuondoa majeshi yao katika ukanda huo. Maelfu ya Wapalestina wameanza kurejea katika maeneo yao ya kaskazini mwa ukanda wa Gaza baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas kuanza kutekelezwa rasmi leo hii. Hii ni hatua kubwa baada ya miezi mingi ya mapigano yaliyosababisha uharibifu mkubwa, vifo na majeruhi kwa maelfu ya raia. Wengi wa wanaorejea wanatembea kwa miguu zaidi ya kilomita 20 wakibeba mabaki ya mali zao au kutumia mikokoteni na maroli madogo walioweza kuyapata kwa gharama kubwa. Njia kuu za pwani zimejaa watu wakirudi, wengine wakipeperusha bendera za Palestina na kutoa ishara za ushindi licha ya mateso waliopitia. Serikali ya Israel imesema itaanza kupunguza operesheni zake za kijeshi katika maeneo kadhaa ya Gaza, huku misaada ya kibinadamu ikitarajiwa kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa maghala ya misaada yako tayari kusambaza chakula, dawa na vifaa vya matibabu mara tu mazingira yatakapokuwa salama zaidi. Makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani yanajumuisha kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wa Israel walioko mikononi mwa Hamas na pia kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina walioko gerezani Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amesema utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango huo ni hatua muhimu kuelekea amani ya kudumu. Hata hivyo, changamoto bado zipo. Sehemu kubwa ya Gaza City na maeneo ya kaskazini yamebaki magofu, huku huduma za umeme, maji safi na afya zikiwa hazijarejea kikamilifu. Mashirika ya misaada yanasema kuwa zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza hawana makazi salama na wanaishi kwenye majengo yaliyoharibiwa au kambi za muda. Wakati huo huo, mashirika ya kimataifa yameonya kuwa hali ya kibinadamu bado ni tete. Wameitaka Israel kuruhusu upitishaji huru wa misaada na kuhakikisha usalama wa raia. Huko kusini pia baadhi ya wakazi bado wana hofu kurejea kutokana na mabomu yaliyosalia ardhini na miundombinu iliyoharibika vibaya. Kwa sasa Gaza inashuhudia mchanganyiko wa matumaini na majonzi, matumaini ya amani na majonzi ya hasara kubwa walioyapata. Mtazamaji, sasa hivi Gaza ni sherehe ambazo zinaendelea kuhusiana na urudishwaji wa raia katika maeneo yao kufuatia makubaliano rasmi ambayo yameafikiwa baina ya Israel na Hamas chini ya usimamizi wa wapatanishi Marekani, Qatar pamoja na Misri na mshirika mkubwa mwingine akiwa ni Uturuki. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.